Kwani mtu ameenda wapi? Tangu siku 2, 3 simuoni. Nimpigie, anaweza kuwa ameshikwa. Simu yake ingii. Kwani mtu simu yake ingii? Wewe amenizoea, anataka tu mimi nifanye majukumu yote mimi tu na yeye ni mwanaume. Simu yake ingii. Acha nipigie mama. Hello mom, sasa uko poa, umeshinda aje? Mom, mimi nimekupigia lakini sina habari nzuri. Nimekasirika huku. Kijana wako ananisumbua kichwa kila saa. Saa hii ni siku 3 hajalala kwa nyumba, mom, nateseka. Yaani hata mimi ananifanya tu na give up na hii marriage. Hii ndoa mimi sioni kama nataka, mom. Nilikuwa naomba kama unaweza kuja leo tuongee kifamilia. Kijana wako amenishinda kabisa. Sawa. So unakuja utakaa sana? Aya, sawa mama, nakungojea. Yule atakiona. Acha leo nimeita mama yake leo. Sheila? Yes. Ndio fungulia, mama amefika. Kwema mama. Karibu mama. Asante. Za safari? Salama. Umenipigia? Mama, nimekupigia, mimi siko sawa. Kijana wako amenisumbua. Siku 3 sasa hivi mama hajalala kwa nyumba. Yaani ashughuliki rent, hataki majukumu. Yaani mwanaume ni kama anahepa majukumu. Hata alafu ni kama ako na side chick. Kipige simu hapokei. Sasa mimi nimekuita mama unisaidie nifanyeje? Kwani ako wapi? Nafaa tuongee naye akiwa hapa. Ako wapi? Nimempigia simu mpaka sasa hivi ashiki, ndio maana mimi nimekupigia simu. Mtoto wangu. Yes mama. Nimeona Sheila akinifungulia gate. Ameenda wapi? Ako kwa room. Okay. Sheila. Yes. Hebu letea mama juice. Lakini apart from bwanako kuja kila kitu iko sawa, ama umepitia shida zingine nini? Mama, mimi napitia tu shida, yani huyo mwanaume ndio shida kwa hiyo. So ni kama umemmiss ama provide akienda huko nje atumi pesa ya matumizi ama tumi kabisa. Hata sasa hii nyumba tangu asubuhi hatujakula kitu. Watoto wanao wameenda hawajaenda shule. Sasa hata wako tu, mmoja ni mgonjwa amelala huko kwa bedroom. Shiki simu. Steven ako na mchezo. Na Sheila anapenda kuongea na Steven. Sheila, unaongea na Steven? Mama, siwezi nikajua mambo yake kwa sababu tangu juzi nitoke shule sijamuona na hawezi shika simu yangu. Sasa na wewe ndio unakuwa karibu na yeye. Mbona ashiki simu sasa? Labda tumjaribu kwa sasa, lakini sijapata call yake. Basi utamjaribu kupigia mimi. Unaona na chake stima iko on tafadhali. Ai. Unajua hata unajua anapanga stima pesa ngapi bana? Hii gari hata haijaosha siku 2 bana. Jesus. Sheila. Yes. Mbona stima bado ziko on? Ndugu, tumeacha stima kwa sababu mama amekuja. Alikuuliza nini unajua wewe ndio? Kutoka asubuhi tumekutafuta kupatikana kwa simu. Steven Sifuna mwenye nyumba. Mheshimiwa mwenyewe. Mama uko aje? Mzuri kijana wangu. Hey baby. Jesus Christ. Kwani nimekufanyia nini tena?
Mama, uko unasema aje? Msichana wangu amenipigia simu amesema wewe hujalala kwa nyumba siku 3 na akikupigia simu upokee. So ajui shida amefanya nini, ajui uko sawa. So unafanya anakuwa na stress. Juu umwambie uko sawa, umwambie nini, watoto wajaenda shule, mtoto mwingine ni mgonjwa huko ndani. Wewe kazi yako ushiki simu sijui kwa hapo, so unatembea na vikombe sijui umeweka nini. Vikombe zako sijui ni nini umeweka. Sasa najua shida ni moja. Unajua mambo ya bibi lazima akomplain tu. Kimoja siku moja ni shida. Kila siku mbili ni shida. So mbona umwelezi Maluku? Saa zingine simu inazimika, niko na marafiki zangu. Siku 3, simu yazima siku 3. Nasema siku 3. Sasa ilikuwa juzi. Juzi ama siku 3 hata wiki saa zingine inaisha. Uingie kwa hii nyumba. Sikia sasa kidanganyana. Sasa wacha nikwambie mtoto ni mtoto mdogo. So unafikiri hizo wiki ama siku 3 anakaa na nani? Babe, umeenda siku 3 kweli? Mbona ushiki simu? Mbona ushiki simu zangu? Simu ilisha moto. Saa zingine game inaishanga late. Simu ilisha moto? Saidie simu yako. Wacha kupea simu yangu tafadhali. Sinasema nisaidie simu. Okay. Haya, unichajie basi. Simi naona simu yako ina moto. Unasema moto imeisha. Kwa hiyo umekaa unanidanganya muda wote, si ndio? Simu nimechaji kwa gari. Si umesema simu yako haina moto? Sinipeleka kwa fundi jana nikakuja na wale. Sawa, niwekee password. Hata sijui kama nakumbuka password wala. Nakwambia weka password. Wewe ni yangu ama ni yako? Wewe ndio simu yangu kwanza nikuonyeshe. Niwekee password. So, uniwekee password. Nataka kunichapa hapa kwangu bwana. So juni kwako mimi sina rights, si ndio? Take your phone. So ni wewe decide. Ndio huyu mama nimemleta. Uamue. Sasa nikuulize. Yaani password unafanya unakasirika hivyo? Na mbona usimwekee password? Kama hujafanya kitu yote mbaya, wewe ni mtoto wangu na najua. Kama hujafanya kitu yote ya uongo ama nini, mbona usimwekee password? Sikiza. Bibi yako aridike kitu uko unafanya. Sikiza mama. Wewe unajua kazi mimi nafanya. Hapo shika simu. Kuna document hapo private sana sasa siwezi kuonekana mtu yote. So wewe hata mtu wangu wewe amini mke wako. Sikumwamini. Yeye aniamini. So yesi anataka tu umwambie, ulimuonyeshe vitu tulikuwa unafanya, hata kuona maybe M-Pesa aone ulipo hoteli ama nini. Anataka kujua. Ndio unaongea naye sana. Mbona usimpe simu? Ndio akwe na amani ya kutrust. Hebu muulize kama kuna simu yangu. Kumbe kitu kisimanishi. Mtoto amelala huko. Saa siku 2 mtoto hata atakufia kwa nyumba. Shida ni nini? Uko hapa mtoto na kupigia simu ushiki, utajua aje shida ni nini. Kitu ya kwanza tukiongea usini pandisha sauti. Usikia? Sawa. Okay. Lakini mbona wewe unisikiangi? Kusikia. Mimi mwanamke wako lakini hata hutaki kunisikia. Wewe kama mwanamke, unataka nikutafutie? Unataka nikae kwa nyumba? Unataka nipeleke watoto shule? Sasa unataka mimi nifanye kazi gani? Responsibility yako. Kazi yangu ni kutafuta. Mwanamume wewe umenioa nikae na sanamu. So unataka aje? Exactly unataka aje? Sina time yako. Okay, sema nimekosea. Sema nimekosea lakini. Najua wewe shida yako ni moja kwa hii nyumba. Wewe ndio shida kabisa, ndio maana mimi nimeita mama sana. Imagine mama anamsumbua, mama hayuko sawa pia yeye. Sasa nikuulize, umetoa mama ushago, ukuje mwambie vitu kama hivi? Ametoka ushakojia hizi vitu. Hizi vitu zinanikula kichwa mimi sana. Juu nikimuelezea kwa simu haelewi. Hakuona ni vizuri hata mimi mwenyewe uningoje hata unielezea kwanza. Ningoje nilijua utakuja mwaka gani sasa. Na sasa hivi umekuja hata ningeselect tena ungemaliza hata miaka 5 huko nje ndio ukuje. Okay. Naona tuelewani. Mimi nasikia nimechoka. Tafadhali tuweze ongea nikiamka. Natakuwa na kulala kidogo. Utanione kijana. So mimi nitoke ushago. Na hii uzee wangu. Nikuje uende ulale. Na mimi nafaa kurudi, mimi nimeacha mume wangu. Nimeacha mume wangu nyumbani. Amenisubiri hata amenisubiri nasema nenda nisuluhishe hili jambo. Alafu wewe unasema wewe ni nani by the way? Kana hata una heshima kwangu. Hata kama
kama una heshima kwa mke wako, wewe una heshima kwangu. Mimi mamako mzazi. Wewe nimechoka hata sijapumzika. Nimekuja kuongelesha hizi issues zenu. Alafu unaniambia unataka kulala. You don't even have respect for me. Mom, nakuheshimu sana lakini unafaa usikize the both sides of the story. No, wewe mbona uende nje siku 3? Unafaa huyu mwanamke myangu, unafaa kuwa unampigia simu ueleze, umwambie babe niko busy leo, mke wangu niko busy leo, nikimaliza job ndakupigia. Mbona huwezi fanya hivyo? Unajua? Dakika 2 kama unapenda muda, dakika 2 tu is enough. Kumwambia niko busy ndakupigia. Yeye hapo na shida, ajui kama hata uko na shida, nini imekutendekea, nini imekufanyikia, wewe tu uko tu sawa juu una provide kila kitu kwa nyumba. Juu anaishi kwa mansion it. Mbona kuulize? Mimi na provide kila kitu. Sasa zingine tunapatanga miradi zenye zinahitaji time yetu personal, yenye hata tunafaa ujifiche kidogo, hata bibi yako sijui anatoa pesa. Kitu muhimu ni provide. No. Si kweli. Inafaa tu hiyo hata kama utakumwambie mke wangu atakupigia. Sasa hebu nikuulize swali mama. Huyu mbona mtoto hajaenda shule? Mtoto anataka kuona babake. Hii ni excuse ina gani? Siulize mtoto wako, yeye anataka kuona babake. Amesema kama oni babake yeye ndi shule. Juu amezoea kila siku mara ngapi mtoto anakuambianga leo ni drop shule. Anataka kwenda na gari ya shule. Sheila, hebu kuja hapo nisaidie wewe. Na useme ukweli. Hebu niambie kwa nini mtoto aende shule? Na wewe nilikuleta hapa kwangu nisaidie hata baby kazi ya nyumba. Ndugu, hapo mimi sina la kusema. Watoto wamekataa kwenda shule kwa sababu hawataki kwenda na gari la shule. Na wewe ndio umekuwa mzoefu wa kuwapeleka shule kila asubuhi. Mama, unaona mama? Mimi napelekanga shule. Sawa, sasa wewe mbona umelala siku moja tu peke yake sijakuja mapema. Monday. Ndio nimechelewa, imekuwa issue. Sasa mbona wewe mbona hukumpigia umexplainie? Nimekuelezea kuna kazi mimi nilikuwa nafanya na imekuwa ngumu sana kucommunicate. Lakini mke wako anaomba umpende. Mpe tu mapenzi ya dhati. Yeye ni mnyanga. Kwa tuna mtoto mmoja ona hata ni jenzi. Asitaka kuapisha ile. Sio kwa sawa kabisa. Pasela kama nimugulia gate. Simu ndio ina moto, simu ina moto asilimia hata 90 ni moto. Sheila, what is going on? Sizo tushapita. Sio. Kwani hiyo ni kazi gani? Ama umeingia forex? Sheila, kuja hapo nisaidie. Mama ndio angeniita. Sasa tena wewe unaniita.